Na changamoto ya kupuuzwa na wengi kuona lugha hii kama somo la mtihani pekee badala ya chombo muhimu cha mawasiliano. Kutatua tatizo hili, washikadau wa elimu na shule mbalimbali wamekongamana eneo la Imara Daima hapa jijini Nairobi kushiriki shughuli za kuhamasisha wanafunzi kuenzi lugha ya Kiswahili. Washikadau hawa wamehimiza serikali kuruhusu matumizi ya vitabu mbalimbali vya Kiswahili badala ya kuidhinisha kimoja pekee. Vilevile pia wameandaa tamasha la Kiswahili kuwapa wanafunzi uzoefu na kukuza vipaji vyao. Washikadau hawa wametaka wazazi kuhimiza matumizi ya Kiswahili hata nje ya shughuli za sanaa na kuhimiza serikali kuhakikisha wanafunzi wote wanapata rasilimali sawa ili wawe na nafasi sawa ya ushindani. Zoezi hili tumeliweka hapa ili tuweze kukipa Kiswahili uhai. Wanafunzi waone kwamba Kiswahili si somo tu la vitabuni, si somo la darasani, bali ni sehemu ya maisha yao. Na maonyesho haya yanasaidia kuwakuza wanafunzi katika umilisi mbalimbali, ikiwemo ni kukuza ujuzi wao wa uwazaji kina na utatuzi wa matatizo. Inamwezesha pia mwanafunzi kuwa na mtazamo mpana katika maisha ya kila siku. Tumeona kuna sehemu vipengele kadha wa kadha katika mtaala ambayo wanafaa kushughulikiwa, na bila shaka tumewashauri walimu waweze kurejelea masuala fulani katika vipengele vya kusikiliza na kuzungumza. Vile sarufi ndio uti wa mgongo katika lugha, ambayo inafaa pia kuangaziwa kwa undani zaidi ili wanafunzi wapate umilisi bora wa lugha. Tukijivunia Kiswahili, tutafanya wepesi wa mawasiliano, tutafanya kwamba kila mtu anaelewa Kiswahili. Na naamini kwamba sisi walimu, wazazi, ndio tunalo jukumu kubwa sana la kujenga lugha hii ya taifa. Kwamba Kiswahili ni lugha ya Mwafrika, Kiswahili hutumika katika jamii, Kiswahili hutumika sokoni, hutumika kanisani, hutumika mahali popote, kinyume na jinsi watu wanavyofikiria kwamba Kiswahili hutumika tu shuleni peke yake. Kiswahili kinaweza kusaidia mwanafunzi kuelewa mambo mengi, kinafanya mwanafunzi awe mbunifu, na pia Kiswahili kinasaidia mwanafunzi aweze kujielezea vizuri. Hata wasichana ambao wanawapatia kazi nyumbani wawasaidie. Utapata kwamba kuna wale wako na shida ya kuzungumza Kiingereza, na kwa sababu Kiswahili ndio lugha yao tuseme ya pili, wameweza kujifunza, wataweza kuwasiliana nyumbani. Na bila shaka ni lazima